Hello, habari, karibu tena katika channel yetu JWC Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutajikita kuongelea faida za mtindi. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, mtindi una faida gani mwilini? Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Lakini pia kama una swali lolote juu ya afya, basi JWC Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi kabisa ukiwa hapo nyumbani. Tufahamu kwamba mtindi unakuwa na virutubisho vingi na vitamini nyingi. Baadhi ya virutubisho na vitamini vilivyo ni kama kuna calcium, kuna magnesium, lakini pia kuna bakteria, kuna vitu ambavyo vinasupport bakteria wazuri ambao ni wazuri kwa ajili ya afya ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni vyema sana at least kwa siku na kuwa unatumia glasi yako ya mtindi, kwa sababu itaweza kuondoa kwenye changamoto wakaza. Tuanze kwamba ina faida ipi mtindi. Tunajua mtindi ni maziwa yanayobadilishwa kiasili, na maana yanatoka kwenye maziwa freshi baada ya kuyaraza na anageuka kuwa mtindi. Na tufahamu kwamba mtindi kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo anaweza akatumia bila shida, lakini kwa wewe ambaye una vidonda vya tumbo na asidi utakiwe kutumia maziwa freshi, kwa sababu maziwa freshi yana changamoto kubwa. Kitu cha kwanza, huwa inaboresha afya ya tumbo. Tunasema kwamba maziwa mtindi huwa yanaboresha afya ya tumbo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna probiotiki ambazo zinasaidia umeng'enywaji wa chakula ili uweze kuwa vizuri, na hivyo inasababisha mwili wako ile tumbo yako kuondoa wale bakteria wabaya, kwa mfano H pylori, na hivyo kukaribisha bakteria wazuri ambao wanakusupport wewe ili uweze kuwa na afya njema na imara. Lakini pia ni nzuri kwa sababu inazuia magonjwa ya mifupa. Kwa nini magonjwa ya mifupa? Kwa sababu ina calcium ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno. Ndio maana mara nyingi wanasema faida mojawapo ya maziwa mtindi basi inasaidia afya ya meno. Kwa nini afya ya meno na mifupa? Kwa sababu kuna calcium kwenye mtindi ambayo ni nzuri katika kuimarisha afya ya mifupa na meno. Lakini pia immunity, inaongeza kinga ya mwili. Kwa nini inaongeza kinga ya mwili? Kwa sababu inasababisha wale bakteria wazuri ambao wanaua maambukizi na magonjwa tofauti tofauti. Ina maana mara nyingi bakteria wazuri wakiwepo wengi ndani ya mwili wako, basi wanaimarisha kinga yako. Unaweza kuwa na kinga madhubuti na kinga imara. Lakini pia faida nyingine ni kupunguza shinikizo la damu. Kwa nini shinikizo la damu? Kwa sababu mtindi ina calcium na magnesium ambayo iliyomo kwenye mtindi ni nzuri katika kudhibiti pressure au kudhibiti high blood pressure ambayo tunasema ni pressure ya kupanda. Kwa hiyo kama una pressure ndugu yangu, basi mtindi unakuhusu. Tumia mtindi mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na changamoto hizo. Lakini faida nyingine ni hudumisha ngozi. Hudumisha ngozi tunasema ina virutubisho ambayo inasaidia kupunguza magonjwa ya ngozi. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tayari tumeshaongelea kwa nini ngozi yako inababuka. Kwa nini unakuwa na ngozi, unakuta mtu ana ngozi kama vile ina mabaka. Kwa hiyo ukiwa na mazingira ya kutumia mtindi at least kila siku kwa wiki unatumia hata glasi 3 mpaka 4, basi ni nzuri kwa ajili ya afya yako. Lakini pia kupunguza uzito. Ni kwa sababu gani inapunguza uzito? Mara nyingi tukiwaambia watu kwamba mtindi unapunguza uzito, wengi huwa wakubaliani na hili. Sasa uhalisia unakuja kwamba unapotumia mtindi, basi mara nyingi utajihisi umeshiba. Kwa hiyo ukijihisi umeshiba, hautapata hamu ya kula mara kwa mara. Ina maana ile hamu ya kula mara kwa mara ndio inayosababisha kuongeza uzito ukawa mkubwa, ukawa na kitambi. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea sababu za kuwa na kitambi, sababu za kuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo ukitumia mtindi, basi utajihisi muda wote umeshiba. Kwa hiyo itakuondolea ile hamu ya kuwa unakula. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa sababu inazuia kupunguza uzito. Lakini pia mwisho inasaidia usagaji wa chakula. Kwa nini usagaji wa chakula? Kwa sababu kuna probiotiki. Probiotiki ni nzuri ambazo zinasaidia usagaji na kunyonya virutubisho muhimu ambavyo unatakiwa kuvipata kwenye mwili wako. Hizo ndo faida za mtindi. Lakini pia usisahau kwamba mtindi ni mzuri kwa wale watu wenye fungus. Wale wenye fungus basi ni
nzuri ambayo ukitumia itaweza kuondoa wale bakteria wazuri na kukaribisha wale bakteria wabaya. Tuambie hapo chini, je, ni faida gani ambazo umezipata wewe kwa kutumia mtindi? Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote, una changamoto yote ambayo imekuwa ikikutesa, basi WSAB Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia wewe kuondokana na changamoto hizo. Karibu na Mungu akubariki.